Filamu inaanza na huyu binti anaitwa Vera. Alikuwa akicheza peke yake, mara akaanza kusikia kuna sauti ya ajabu sana eneo hili. Akawa amesogea kwenda kutazama kuna nini, akamkuta paka akiwa anakula mtoto wake mwenyewe. Binti akaogopa sana, akamuita mama yake. Mama yake baada ya kufika hapa, binti akawa amemweleza tukio zima, lakini sasa mama mtu wa kujibu chochote. Akachukua jiwe, akamsogelea yule paka, akamtwanga na lile jiwe na akawa amemuua hapo hapo. Sasa hapa kuna nini? Haya, kwenye comment hapo kuna linki ya kwenye WhatsApp channel kwa taarifa zote za muhimu. Tukio linahama moja kwa moja kwa Vera. Kwa sasa ni mtu mzima, ana mdogo wake anaitwa Dino. Hawa ni watoto ambao wanapendana kinoma. Wazazi wao wamekwisha kuachana miaka 2 iliyopita, na kwa sasa wao wanaishi na mama. Dino pamoja na dada yake wanapenda sana kurekodi content za kutishatisha, kwa hiyo muda wote wanaopata wanarekodi au maudhui. Siku hii walikuwa na mchakato wa kuhama, wanahamia nyumba mpya. Basi safari ya kwenda makao mapya ikaanza moja kwa moja. Ni mchana wa jua kali, achana na nyinyi ambao mnahama usiku. Wakati safari inaendelea, kuna mahali kuna mtu alikuwa anafanya ibada ya kichawi. Upande wa familia ya Vera ikaendelea kusafiri kama kawaida, wakafika mpaka mahali ambapo wanakwenda. Lakini sasa watoto wakawa wanashangaa kwa sababu haya maeneo yamezungukwa na nyumba ambazo zimetelekezwa, hazitumiki. Baada ya kufika hapo, wakawa wamepokelewa na mjomba wao Dino pamoja na binti Vera. Huyu mjomba anaitwa Jamal, akawakaribisha kwenye mjengo wao mpya. Vera akaanza kurekodi video kama kawaida yake, yeye na mdogo wake, wote maudhui yao ni yale yale. Vera akaona kuna paka anafanana na paka ambaye aliwahi kumuona huko utotoni miaka mingi iliyopita. Baada ya kugeuza shingo tu, yule paka akawa ametoweka hapo. Baada ya kutembea ndani kukagua vyumba, mjomba akawa amemuuliza binti Vera, mama yako anaendeleaje? Binti akasema kwamba mama bado haeleweki, ana tabia zake za ajabu ajabu tu, mara anakula nyama mbichi. Mjomba kusikia hivi akasema kwamba basi sawa, hali ikiwa mbaya zaidi nijulishe. Mama yake Vera baada ya kufika ile eneo akawa anaandaa saruni yake kwa ajili ya kuendelea kupata pesa wakiwa eneo hili, hataki kukaa kinyonge. Vera kafika hapa, kamjulia hali mama yake, akawa ameketi kwenye kiti, lakini mama yake namna anavyomshika huyu binti ni jambo ambalo linamkumbusha binti miaka ya nyuma huko. Mama amekuwa na hii tabia kumshika hivi huyu binti. Sasa akiwa hapa, binti mbele yake akawa ameona kuna mkasi mmoja, akakumbuka mkasi huu mama yake aliutumia kukata nywele zake kwa hasira baada ya kuwa amepata talaka kutoka kwa mume wake. Wakati wa sasa familia ikakaa pamoja kwa ajili ya chakula. Mama Vera akawaambia kwamba licha ya kipindi kigumu alichokipitia, bado watoto wako upande wake, wanampa nguvu licha ya kwamba yeye kaachwa na mume wake. Mama akasema kwamba sitaki tena mimi kumtegemea mtu wa aina yote, ninajiweza, nimebadilika. Vera akamwambia mama kwamba mimi nitaendelea kuwa karibu na wewe, lakini mama akamjibu kwamba hapana, mimi sio kama mtu wa zamani, nimekwisha kubadilika. Meza ikawa kimya, hawaamini huyu mama anachokisema, huwa haeleweki kabisa, lakini ikabidi wakubaliane naye tu. Wakapiga zao shares hapo juu chapu kwa haraka. Mama akanywa hayo maziwa akayafakamia haraka sana. Watu wakaingiwa na ubaridi, wanamtazama huyu mama, huyu ndo kabadilika kweli. Mjomba ikabidi kuanzisha stori nyingine kuhusiana na shule ili uachane na hilo tukio. Usiku Vera akiwa na mdogo wake wanawaza kwa nini mama amekuja kuchukua eneo hili, na hili eneo linaonekana liko mbali sana na makazi ya watu, na pia limezungukwa na mijengo ambayo imetelekezwa, haitumiki. Na mama kaja kufungua saluni huko. Wanawaza, je, watapata watu kweli? Inawezekana vipi? Kwa sababu inaonekana kabisa ile eneo lina watu wachache mno. Sasa wakiwa hapo wamepiga story, wako wamepata wazo kwamba wao waende kurekodi maudhui yao ya kutisha kama kawaida. Wakaenda kwenye jumba moja kwa ajili ya kurekodi content zao. Dino yeye amekuwa akiwaaminisha watazamaji wake kwamba yeye ana uwezo wa kuona mizimu. Ana mavibe yake kama kawaida. Mara sasa akiwa anaendelea kuweka mbwembwe zake, kuna paka mmoja akawa amemrukia kutoka juu ya mti, akawa amemjeruhi mkono wake. Wakawa wamerudi nyumbani kwa ajili ya kusaidiana kutibu lile jeraha. Wanapendana sana hawa watu. Baada ya muda mama wao amefika hapo. Alivyoona jeraha katika mkono wa Dino, akawa amemshika mkono. Kuna nguvu inamfanya huyo mama kufyonza damu ya huyu kijana. Akawa amejitahidi sana kuzuia jambo hilo. Hii jambo linimfanya Vera kushangaa sana. Ana mashaka sana kuhusiana na matendo ya mama yake. Baadaye binti akiwa bize na mambo yake, akasikia kuna sauti ya ajabu. Ikabidi kushuka kwenda kuangalia kuna nini huko. Akamkuta mdogo wake kalala na jeraha lake limefunguliwa. Hii inaonesha kuna mtu aliyekuwa hapa. Binti akahisi kabisa pengine ni mama yake alikuwa hapa, ndiye aliyekuwa ananyonya jeraha hili. Akiwa hapo, yeye hakuweza kabisa kuona taswira kwenye kioo, kulikuwa kuna kiumbe. Na baada ya kutoka hapa, mama yake alikuwa amejificha kwenye giza hapo. Binti hakumuona kabisa. Palipokucha, watoto wakaenda kugawa vipeperushi kuhusiana na kufungua saluni. Wanahitaji watu waende kule. Watu hawakupokea vipeperushi vya aina yoyote. Mama alikuwa kwa mbali anatazama tu. Akaamua kuingilia mwenyewe hiyo show. Aende kugawa mwenyewe vipeperushi. Kuna mtu alikataa. Watu ni
kupokea tu. Sasa hili jambo Vira pamoja na kaka yake wanashangaa tu. Siku hiyo kweli saluni, licha ya kwamba eneo hili lilikuwa halina watu kabisa, lakini walishuhudia wateja wa kutosha. Mpaka kufika muda huu kuna watu 8 wameshafika hapa. Binti akampongeza mama yake, japokuwa bado alikuwa na wasiwasi tu. Walivyokuja saluni kwa mama yake Vira, kulikuwa kumejaa wateja ukinoma, yani kulikuwa kuna foleni kubwa. Vira mwenyewe anashangaa tu, hii foleni ni kubwa, watu wanasubiri. Lakini sasa mama yake Vira hakuhitaji kabisa kusaidiwa chochote na binti yake. Binti yake kazi yake ikawa ni kukaribisha watu tu, japo hata yeye hilo jambo lilimchosha na akaanza kusinzia hapa. Lakini mama yake mashine ya kazi, haichoki wala nini. Jioni Vira akiwa na mdogo wake wakaanza kuwaza waende kurekodi maudhui kama kawaida yao. Dino akaendelea kujifanya na uwezo wa kuona mizimu, mbwembwe za kutosha, wanarekodi kama kawaida. Ikafika mpaka usiku, wakaenda kwenye jumba moja kwa ajili ya kurekodi, kwa sababu ni muda mzuri sana kupata picha mnato nzuri eneo hilo. Wakiwa hapo kwenye kurekodi content zao, mara Dino akaona kuna mwanamke wa ajabu kwenye giza, mara akamkimbiza kijana kwa ametoka mbio. Sasa dada yake akadhani ni utani, kwa sababu ameshazoea haya mambo. Alipotazama vizuri, akaona kuna mwanamke huyo kamtolea mikono hiyo, anamkimbiza. Binti akawa amekimbia mbio, akawa amedondoka. Kwa bahati nzuri, kutazama vizuri, akamwona ni mama yake, kana kwamba kafika hapa anawafanyia utani. Akawaambia kwamba ni muda wa msosi, twendeni tukale. Kweli wakaenda nyumbani kwa ajili ya kula. Siku hiyo imepikwa supu ya kuku. Vira dirishani akaona tena yule paka mweupe. Sasa huyu paka, mama yake anamtazama huyu paka, yani anamwangalia kwa jicho fulani la mahaba. Baadaye Vira akiwa chumbani anatazama video za zamani. Tukio la nyuma linaonyesha kwamba mama yake alikuwa chini huko hoi na ana povu mdomoni. Kuna kitu alikimeza kwa ajili ya kujiondoa uhai wake. Huyu mama alikuwa anapitia depression kubwa sana huko nyuma. Sasa wakati anatazama hizo video, mara mama yake alikuwa amefika hapo, akasema kwamba anaenda sokoni kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kupika. Binti ikabidi kujipumzisha. Baadaye alipoamka kasikia kuna sauti kama kuna mtu jikoni anakatakata kitu. Baada ya kufika huko akakuta kuna mwanamke mmoja hivi, haeleweki ni wa aina gani, yuko hapo, yuko bize kukatakata yule paka mweupe. Mara yule mwanamke akaacha shughuli zote, akanitazama binti, akaanza kumkimbiza. Binti kwenye kutimua mbio akawa amegongana kikumbo na mama yake. Binti akamweleza mama yake kila kitu. Walipotoka hapo kwenda jikoni kwenda kutoa ushuhuda, kufika huko hakuna kitu chochote eneo hilo. Basi siku hiyo ilikuwa imeisha. Siku iliyofuata saluni mama yake akaendelea kupokea wateja wengi sana. Sasa Vira alikuwa ndani akiendelea kusaidia kwa nguvu hivyo hivyo tu, lakini binti anatazama nje, anamwona kuna mwanamke mmoja akiwa anamtazama kwa mbali. Sasa kabla hajafanya hatua aina yoyote, huko nje akawa amefika mjomba wake pamoja na Dino. Yule mwanamke kumwangalia vizuri, hayupo tena, kashatoweka. Vira akamfuata mjomba wake, akaenda kumuuliza, hauoni kama hili jambo la kushangaza sana? Hili eneo tulipo watu ni wachache sana, lakini saluni ya mama inajaza mno wateja. Mjomba akasema kwamba hilo sio jambo la ajabu, ni jambo la neema, mnatakiwa kushukuru. Binti kusikia hivyo kwa machana na hizo story, akamuuliza mjomba wake, mlivyoenda kumuona dokta wakili, mlivyompeleka mama, dokta alisemaje? Sasa hizi story ni story za nyuma huko. Mjomba aliwahi kuhusika kumpeleka mama yake huyu binti kwa daktari wa akili, kwa sababu mama alikuwa anapitia depression kubwa sana kipindi hicho. Mjomba akasema kwamba baada ya vipimo vyote hakuna chochote kilichojulikana kumsumbua mama yako. Mama alikuwa hana tatizo la aina yote. Hii inaonyesha tu kwamba huyu mama ana vitu vingi sana ambavyo tutaendelea kuvijua taratibu kwa taratibu. Usiku wa manane, mama yake Vira akiwa naoga kadata kinoma, kando yake kuna kuku mfu pamoja na damu kibao. Mara umeme uko umekatika. Sasa Dino upande alipokuwa amelala, umeme umekatika, anaanza kulalamika kwamba anasikia joto la kutosha. Akaamua kutoka nje kwenda kupiga upepo. Sasa katoka nje, kaacha miwani ndani, na mmekuwa mmemuona huyo kijana muda wote anavaaga miwani. Sasa hivi anaona ukungu tu kwa mbali barabarani, kwenye taa za barabara anamuona mama yake kasimama kule, lakini sasa hamuoni vizuri, anamuita tu mama, lakini hajibiwi. Mara taa kuzima, mama katokea nyuma yake. Hili jambo likamchanganya sana dogo. Akamuuliza, mbona nimekuona barabarani kule? Mama akawa amepuuza hilo jambo. Akamuuliza kwa nini uko nje? Dogo akasema kwamba umeme hamna, nimetoka nje kupiga upepo. Mama si akawasha taa, umeme upo. Dogo akakosa cha kuongea, akaamua kurudi chumbani kwake. Mara mama kazuia mlango, akamuuliza, ungependa kulala na mimi? Dogo kuona tabasamu la mama yake, alikataa hiyo ofa. Kesho yake mama pamoja na watoto wake wote wakaenda sokoni. Siku hiyo mama, watu walikuwa namtazama kinoma kwa sababu alikuwa na mvuto wa hali ya juu. Vira akamuona tena yule mwanamke wa ajabu, akasimama sehemu, mara kugeuza macho, yule mama akatoweka. Mama pamoja na watoto akawapeleka katika duka moja hivi la muuza miwani anaitwa Heru. Sasa namna alivyokuwa anazungumza na huyu mama na namna anavyomwangalia huyu mama, anamuona kama ni mdogo sana. Akawa ameshangaa sana baada ya kugundua kwamba huyu mama, hawa watoto mbele yake ni watoto aliowazaa. Heru akawa ameshangaa. Sasa huyu jamaa anavyozungumza ni kama kavutiwa na uzuri wa huyu mama. Sasa hili jambo lilikuwa linamkera kinoma Vira.
na akimwona mama yake anajichekesha kwa wanaume ndio jambo ambalo linamchukiza mno. Walipotoka nje kwenda nyumbani, binti kabidi kumuuliza mama yake. Mama akasema kwamba ni bora Heru kuliko baba yako alioniacha. Mara kwa amefika sehemu kasimama akaanza kulia. Hili tukio likamfanya binti kukumbuka miaka ya nyuma huko, kipindi ambacho mama yake Vira alikuwa anaachana na mume wake. Alilia huyu mama, alilia mwanaume wake asimwache, lakini mwanaume aliamua kabisa kuondoka, kujali kilio hicho. Akamwachia tu zawadi kijana wake Dino ambaye alikuwa anampenda sana, kisha kwa amesepa. Dino aliumia sana kutokana na tukio ambalo baba yake aliamua kuwaacha. Vira ndiye aliyebaki kumtia moyo mdogo wake pamoja na mama yake na kumsaidia mama yake kusimama tena na kurudi katika maisha haya sasa. Baada ya siku kwenda, mama yake Vira akiwa na furaha kajiandaa kabisa kwa ajili ya mtoko. Ana appointment na Heru, yule jamaa muuza miwani kwenye duka, ambapo mama alimnunulia mtoto wake Dino miwani kwa yule jamaa. Vira kiufupi alifurahi baada ya kumwona mama yake, ni kama anaanza kuwa na furaha tena. Lakini wakiwa wanazungumza mara akawa ameona mama yake ana alama kwenye kifua chake, lakini mama haraka kwa amefunika hiyo alama. Baada ya muda Heru akawa amefika hapo, hivyo akawa ametoka kwa pamoja. Huyo mama ni mzuri, ni kisu cha kutosha. Sasa uzuri wa Yanti ulikuwa uelezeki kabisa. Siku hiyo alivyoondoka, alirudi kesho yake, mtoto anamuuliza mama, ulilala huko? Lakini mama sasa anavyoonekana ana damu mdomoni mwake, lakini akawa amepuuza tu kama hamna chochote kilichotokea. Sasa baada ya siku kwenda, huyu mama akaanza kuwa karibu na wanaume wengi sana, mbali tofauti, anabadilisha kama nguo, na wengi wao walikuwa ni wateja wake saruni hapo. Cha ajabu kabisa ambacho kilikuwa kinachanganya, huyu mama alikuwa anachukua damu za watu wote kwa siri, akichunguza damu inayofaa bila wao wenyewe kujua. Yaani watu wanajeruhiwa, wanachukuliwa damu na hawajui chochote. Uzuri umewachanganya. Baada ya hapo ni huduma, alafu inafuata huduma. Usiku hiyo Vira akiwa bado na mawazo, anawaza kuhusiana na tabia za mama yake za mara kwa mara. Akasikia kama tena kuna sauti upande wa chini, ikabidi kushuka kwenda kutazama. Akamwona mama yake akiwa anazungumza mbele ya kioo na kuna kivuli kisichoonekana vizuri. Mara kile kivuli kilikuwa kimemtambua Vira kwamba anakiona. Na Yanti pia mama yake Vira akawa amegundua kwamba kuna mtu amemwangalia. Vira akawa amekimbia chumbani kwake na kaenda kujifanya kama milala. Mama yake akawa ameingia hapo, akamgusa kichwa binti yake, kisha akawa ameondoka. Binti kugeuka, mama kumbe bado yuko hapo. Akamuuliza, kwa nini hujalala? Kwa nini ulishuka kule chini? Mara mama akawa amepanda kitandani hapo kwa mwendo. Akamuuliza, binti yangu, bado unanipenda? Binti akasema ndio, nakupenda, lakini kwa kutetemeka. Wakati wa chakula siku iliyofuata, Dino akawa amefika hapo, kavunja miwani yake ya zamani. Mama akawa amemuuliza, kwa nini usingevaa miwani mipya? Dino hakupenda kuivaa ile miwani kwa sababu mama yake alinunua kwa Heru, mtu ambaye ana mahusiano naye. Mama baada ya kusikia hivi alikasirika, akamwambia kwamba unajua, tangu uzaliwe maisha yangu yote yamekuwa na mikosi kwa sababu yako. Akaanza kumlazimisha kijana kunywa maziwa ambayo mara nyingi amekuwa akiyanywa yeye. Tabia hiyo iliwatisha sana watoto wote wawili. Mama amekuwa ni mtu wa ajabu kinoma. Dino akaenda chumbani kwake, alilia usiku huo. Dada yake ndiye mtu ambaye alikuwa anambembeleza. Baada ya tukio hili, Dino alipolala tu, Vira akawa ametoka hapo usiku huo na kwenda kwa mjomba wake. Kafika hapo akaanza kuelezea kila kitu. Mara kumbe mama yake kafika hapa, sijui kafikaje huku. Kafika hapa na anaanza kujitetea, anajifanya kama ni kweli ameona anayoatia ndani moyo wake, anajuta kwa kila alichokifanya. Akamwomba sana msamaha binti yake, yuko tayari kabisa kesho kwenda kwa dokta, kwenda kupimwa akili. Atayefanya hayo yote kwa ajili ya watoto wake, anawapenda sana. Binti hakuwa na chaguo, na mama yake akawa amemsogelea kwa huo mwendo, akamkumbatia tu. Hata kama ungekuwa ni wewe ungefanya nini sasa? Siku iliyofuata Vira akamweleza Dino kwamba anaamini kabisa pengine kuna pepo yuko ndani ya mwili wa mama yake, kwa sababu amekuwa na tabia za ajabu mno. Dino akamwambia huenda mama yao anahitaji daktari wa akili tu. Wakaanza kubishana hapo. Waliporudi nyumbani wakakutana na mama yake, yuko na mjomba wao, wako na kuku mweupe. Mama akasema kwamba nimetoka kumwona daktari. Binti akawa ameuliza daktari kasema nini? Hakuna yoyote alijibu kwamba daktari kasema nini, sio mama yake Vira wala sio mjomba wake. Basi siku zikaendelea kama kawaida. Usiku mwingine Vira tena akasikia sauti nyingine kutoka bafuni. Akawa ametoka hapo kwenda kuchunguza kuna nini, akamkuta mama yake akiwa anaoga maji sawa na maziwa pamoja na damu za kuku yule mweupe ambaye amekuja naye. Hili jambo likamtisha sana, akaamua kwenda kumweleza mdogo wake Dino kila kitu, lakini Dino hakumwamini kabisa. Dada akasema kwamba kama uniamini sawa, kesho tutaenda kwa pamoja kwa daktari kwenda kuuliza hali ya mama yetu ni nini, tupate majibu. Hivyo akaamua kwa sababu daktari wanamfahamu, kesho atakwenda kujua kila kitu. Kesho yake kweli wakaenda kwa daktari. Majibu aliyoambiwa ndio yakawachanganya kabisa. Daktari akasema kwamba ana miaka mingi sana hawajamuona mama au Vira, kafika kutibiwa hapa au kuangaliwa tu. Sasa hili jambo liko limewachanganya. Mbona tu jana mama amesema ametoka kwa daktari, mjomba tena miaka ya nyuma hapo aliwahi kusema katoka kwa daktari. Vira kwa ametoka hapo kwa hasira akaenda kumvamia mjomba Jamal
akamuuliza, daktari anasema kwamba mama hajawahi kufika kule, nini kilichopo? Unanificha nini? Mjomba kuona hivi sasa akaamua kusema ukweli, akakiri kwamba hakuwahi kumpeleka mama yao kwa daktari wa akili. Badala yake anasema kwamba alimpeleka kwa mganga wa jadi kwenda kupatiwa matibabu kule, kwa sababu hapo nyuma tiba za sayansi zilishindwa. Akasema kwamba baada ya mama yenu kuachana na mme wake, hali yake ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba hakuweza kabisa kujitambua, na mganga ndiye mtu pekee aliyefanya tambiko maalum kwa ajili ya kuweka nguvu za ajabu ndani yake ili kumsaidia kurudi katika hali yake ya kawaida. Mwanzoni nguvu hiyo ilifanya kazi vizuri mno, lakini kadiri ya siku zinavyozidi kwenda, nguvu hiyo ni kama imeanza kumwendesha mama yenu na kumtawala. Jamal, Vera, Dino wakarudi usiku wakiwa wananyata kuwasha taa. Kumbe mama akakaa hapo anawasubiri. Mama ni mkavu, akamuuliza mjomba, umewambia watoto kila kitu? Mama ikabidi kukiri, akasema kwamba baada ya kuachwa na mme wake aliporomoka kihisia, kiuchumi mpaka kiakili. Mganga ndiye alimwekea jini ndani ya tumbo lake ili kumtuliza na kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Awali jini huyo alimsaidia sana kuwa mtulivu, lakini kwa sasa anasema ni kweli nguvu za jini huyo zinaanza kumtawala. Tabia za ajabu zinatokana na kiumbe ambayo yumo ndani ya mwili wake. Mara mama ako amemkumbatia binti yake, akalia akasema kwamba anawahitaji sana watoto wake kuliko kitu chochote, na anawahitaji kwa wakati huu kuliko muda wa aina yoyote kuwahi kutokea. Walipotoka hapo wakaenda kwa mganga. Sasa Vila, huyu mwanamama, mara nyingi alikuwa akimuona mara kwa mara. Vila hakutaka kabisa kugusia hayo mambo, akamgusia tu kuhusiana na hali ya mama yake inayomkumba. Akamsii mganga huyu ikiwezekana amtoe huyo pepo ndani ya mwili wa mama yake. Mganga akasema kwamba haifanyi kazi namna hiyo. Tatizo lililomkumba mama hao halikuwa la kawaida, bali lilitokana na mkanganyiko mkubwa wa nafsi pamoja na hisia uliokuwa ukimsumbua Yanti kwa masharti aliyopewa baada ya kuwekewa kiumbe huyo ndani ya mwili wake. Mama yake Vila alitakiwa kuendelea kufanya ibada maalum ili nguvu zilizomo ndani yake zisimtawale, na kama hatofanya hivyo, basi jini huyo anaweza kumtawala kabisa. Kwa masharti ambayo alikuwa amepewa, jini huyo alikuwa anahitaji damu, na akaonywa kabisa Yanti kwamba asijaribu kugusa damu ya watoto. Sasa hapa tunapata picha kwamba Yanti kuna siku ambapo aligusa damu ya mtoto wake Dino, akawa amekiri kwa mganga kwamba alifanya hivyo. Mganga akawa amemuonya na akawa amekasirika sana, kwa sababu kufanya jambo hilo ni kuhatarisha maisha ya watoto wake. Na jini huyo mganga akawa ametambua kwamba anahitaji maisha ya watoto wake Yanti. Njia pekee ilikuwa ni moja tu kwa sasa, ni kumtoa kiumbe huyo ndani ya mwili wa Yanti. Yanti akawa amekubali kabisa bila kusita, kwa sababu anahitaji kuwa huru na aishi kwa amani na watoto wake. Kweli akawa ameingizwa katika chumba maalum na kufungwa mikono juu. Mganga akaanza kuomba mambo yake. Nje ya chumba, Vila, Jamal pamoja na Dino wako huko. Dino akaamua kuvaa kabisa headphone, hakutaka kabisa kuendelea kusikia kelele na vilio vya mama yake. Ndani tambiko likiendelea kama kawaida. Jini alikuwa amegoma kabisa kutoka ndani ya mwili, anatia ngumu. Mganga kwa amepambana sana, jini anagubu nyinyi. Alipambana mganga, alipambana mganga kama kawaida. Njia pepo aliyoingilia ndiyo hiyo hiyo atakayoitolewa. Aliingilia kwa mlango wa watoto na akatokea kwa mlango wa watoto. Baada ya muda kila kitu kilikuwa kimetulia kabisa, pakawa pamekaa kimya. Yanti baada ya muda akawa ametoka nje, watoto wake wakawa wamemkumbatia mama yao na wakawa wamerudi nyumbani. Mama hali yake ikawa imerudi kawaida, familia ikarudi nyumbani na wakawa wamefurahi. Mama kwa mashukuru wote kwa msaada, wamempambania sana. Mama kwa amemwomba mjomba wao waendelee kubaki hapa katika siku hii. Sasa upande wa mganga kapiga zake magoti, anafanya zake ibada. Kumbe kafa. Kazi ipo. Hii inaonyesha wazi kwamba jini katika mwili wa Yanti bado yuko ndani kwake. Sasa upande wa Yanti na familia yake, wao hawakuelewa kabisa hili jambo. Wao waliendelea kufurahia maisha kama kawaida bila kujua ukweli kuhusiana na mganga. Vila akamuuliza mama yake mjomba wake yuko wapi, kwa sababu ameiona wallet ya mjomba wake yuko hapa. Mama akasema kwamba mjomba kasharudi nyumbani. Binti akawa ameomba ruhusa ampelekee wallet hiyo nyumbani huko. Mama akawa ameruhusu. Baada ya binti kutoka, mama akawa amebaki na Dino, akawa amemhitaji kumweka sawa nywele zake. Dino akawa ameketi kwenye kiti. Mama akaanza kumrekebisha Dino kama kawaida, akawa amemvua miwani yake. Sasa kijana akivuliwa miwani anaanza kuona kama ukungu. Kuna namna fulani ni kama akawa hamuelewi kabisa mama yake. Mara moja mwanamama huyu kweli akawa ametumia nafasi hii, akawa amemjeruhi Dino macho yake yote mawili. Upande wa Vila akaenda moja kwa moja mpaka katika nyumba ya mjomba. Kugonga mlango, pako kimya. Mjomba hayupo kabisa. Na huyu mjomba hajawahi kuwa mtembezi. Kupiga simu, anasikia simu inaitia sehemu nyingine kabisa tofauti na ndani huko. Akawa ametoka hapo, piga tena simu, akasikia kwenye nyumba ambayo imetelekezwa. Baada ya kuingia huko aisee, hakuamini alichokiona. Akaona kuna miili mingi sana, maiti zimetupwa eneo hili, na miongoni mwao mjomba
wake yuko hapa hapa. Hii ikaonyesha kwamba wale wanaume wote ambao waliwahi kutembea na mama yake Vira waliuawa na wamewekwa huku, pamoja na yule Heru muuza miwani. Ndio maana yule mama alirudi nyumbani akiwa ananyonya midomo ikiwa na damu. Binti akawa amepatwa na hofu kubwa sana na akawa amehisi kabisa pengine Dino yuko hatarini. Akawa ametoka hapo mara moja na kurudi nyumbani, akamkuta Dino yuko kwenye kiti, lakini kwenye kumtazama akaona kilichomtokea Samsoni kuhusiana na macho ndicho kilichomtokea Dino hapa. Akiwa hapo kabla hajafanya chochote, mama yake akawa amefika hapo na akawa amemkamata. Binti anakuja kuzinduka, kafungwa na Dino yuko hapo ananoa kisu. Mama yake akawa amejitokeza hapo, kamilikiwa kabisa kikamilifu na yule jini. Yanti akamwambia binti Vira, upendo wako ndio ulionifanya mimi kuendelea kuishi mpaka leo. Kwa sasa pepo huyu anaona kabisa hana haja ya kuwa na hao watoto, wanahitajika kukamilisha kafara yake. Akawa amemwamuru Dino amuue dada yake, na jini kasema hivi, kama kijana atafanya hivyo basi yeye atamuua moja kwa moja mama yao mbele yao. Kijana akiwa ameweka mkasi shingoni mwa dada yake, akamwambia dada yake kwamba daima mimi nitakuwa upande wako dada. Kisha kijana akakata kamba ambazo alikuwa amefungwa dada yake, akaenda kujaribu kumshambulia Yanti. Jini anachekacheka, akamzimisha, kisha akapiga kelele, akavunja vioo. Vira akajaribu kumvamia, lakini akanyanyuliwa juu, akawekwa chini ya meza, akadhibitiwa hapo. Huyu mwanamama alikuwa amechukua mkasi, akataka kummaliza Vira. Vira kwa sababu alijua kwamba upendo una nguvu, akaanza kumwadaa, akamsii mama yake kwa lugha ya upendo ili aweze kuidhibiti hii roho. Kweli mwanamama huyo alikuwa amefanikiwa kumdhibiti huyu pepo mbele ya huyu binti. Binti alikuwa ametazama na akawa ameona taswira ya kila kitu kwenye kioo, akajua mama akapambana. Binti alikuwa ametumia nafasi hiyo mara moja, akatumia mkasi akapita na tumbo la Yanti karibu na mfuko wa uzazi. Mara moja yule pepo alipiga kelele kali na kutoka katika mwili wa Yanti, na pepo alivyoondoka hapa hakuondoka yeye tu, akawa ameondoka na umeme kabisa. Kweli kitendo hicho kilimfanya yule pepo kuondoka hapo kwa nguvu. Matokeo yake mama yao alifariki hapo hapo. Binti akiwa hapo, roho ya mama yake ilikuwa imetokea hapo, ikamkumbatia kabla haijaondoka kabisa, ikamkabidhi jiwe ambalo tuliliona mwanzoni mwa hii filamu, jiwe lililotumika kumuua yule paka mweupe. Jiwe hilo lilikuwa ni ishara yenye maana kubwa sana. Kama vile paka alivyokuwa kila mtoto wake, ndivyo Yanti alivyokuwa anafanya kwa watoto wake. Isingekuwa haya yaliyotokea, na hili jambo lilikuwa limebadilisha simulizi nzima ya paka kumla mtoto wake. Vila akawa amebakiwa na mdogo wake ambaye kwa sasa Dino hawezi kabisa kuona, tofauti na mwanzo ambapo alikuwa anaona kwa ukungu. Hili jambo limuumiza sana roho Vira. Ngoja nikuelezee kidogo hapa ili unielewe ni kwa nini nimekuletea hii filamu. Usianze kulalamika kwenye komenti huko. Unaonyesha kwamba maisha ya Yanti yalibadilika kabisa baada ya kuachwa na mume wake. Maumivu aliyoyapata yalimfanya ashindwe kutofautisha kati ya hisia zake binafsi kama mwanamke na wajibu wake kama mama, jambo lililosababisha mapambano makubwa ndani ya nafsi yake. Katika juhudi za kumsaidia, mganga aliingiza jini mwilini mwake ili kumlinda na kumrudisha katika hali yake ya utulivu. Hata hivyo, kwa sababu hakufuata masharti ya tambiko, jini hilo lilianza kumpa nguvu zaidi na kumtumia katika huzuni pamoja na udhaifu wake na kumtawala. Sababu iliyofanya saluni yake kuvuta watu wengi haikuwa bahati wala ujuzi wake pekee, bali ilikuwa ni ushawishi wa nguvu za jini huyo. Vira alipochomoa sehemu ambayo jini alikuwa ameunganishwa katika mwili wa mama yake, alikata uhusiano huo na kumlazimisha jini huyo kutoka kabisa katika mwili wa huyo mama. Kwa kuwa nguvu hiyo ndiyo iliyokuwa ikimweka Yanti katika maisha haya, hivyo Yanti alifariki muda ule ule. Kilichomfanya aendelee kusimama na kuendelea kuishi ni upendo ambao alikuwa anaupata kutoka kwa watoto wake. Subscribe, like, comment.